sababu tayari neno hili limeshabadilika katika upande wa matumizi. Haya, hilo nadhani limeeleweka. Tuingie sehemu yetu nyingine, kipengele kingine, maana ya neno Shia katika Qur'an, katika ukurasa wa 10. Hili neno si neno la Kiarabu, kwenye Qur'ani limo. Tuangalie kwenye Qur'ani pia ilipokuwa kitaja neno Shia, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anakusudia nini, au neno hili limetumika ndani ya Qur'ani kwa maana ipi? Wanachuoni wa Kiislamu katika elimu ya Qur'an, katika ulumul Qur'an, wamelifuatilia neno Shia, wakalikuta limetajwa katika sehemu zaidi ya 12 ndani ya Qur'an, katika aya za sura mbalimbali. Hili neno hili limetajwa katika maeneo zaidi ya ngapi? Ya 12, likiwa na maana 7. Kule kwenye lugha tumepata maana ngapi kule? Maana 5. Huku ndani ya Qur'ani, huku wanaochuona wamefuatilia hili neno, wakalikuta kwamba lina maana zaidi ya ngapi? Lina maana takriban 7, lakini limetajwa katika sehemu 12 au sehemu zaidi ya 12. Katika hizo maana 7 hizo, maana hizo zinafikiana na zile maana 5 tulizozitaja katika lugha ya Kiarabu, pamoja na ziada ya maana nyingine 2. Sasa tunataja hizi maana, tunataja hizo kauli za Allah, sawa na hilo neno Shia na maana zake. Kuwa makini vizuri. Tumeelezea maana ya neno Shia katika lugha ya Kiarabu, umeshaelewa tayari. Hapa tumeshahama tayari, tupo kwenye kuelezea maana ya neno Shia katika lugha ya Qur'ani. Umefungua Qur'ani ukakutana kuna neno Shia, ukashtuka, pia mashairi kwenye Qur'ani wametajwa, kwani maana yake nini hili neno? Kwa hili neno Shia ndani ya Qur'an limetajwa katika sehemu zaidi ya 12, likiwa lina maana zaidi ya 1. Maana ambazo sisi tumezitaja hapa ni maana ngapi? 7. Maana ya kwanza, neno hili Shia limekuja katika Qur'an likiwa na maana ya makundi, ambayo hii maana ya makundi ni katika zile maana tulizozipata katika lugha ya Kiarabu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul An'am aya nambari 159 anasema hivi: innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, hakika wale ambao wamefarakisha dini yao na wakawa makundi, lasta minhum fi shay'in, wewe Muhammad hauna uhusiano nao kwa namna yoyote. Hauna uhusiano nao kwa namna yoyote. Muhammad hayupo katika wale ambao dini yao wamefanya kuwa ni makundi. Limetumika neno gani? Shia. Kwa hiyo neno Shia lina maana ya nini? Ya makundi. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili na maana ya tatu na maana ya 4, neno hili Shia limekuja katika Qur'ani liko lina maana ya ndugu au watu wa karibu, nasabu na jeshi. Hili neno Shia katika sura Al-Qasas aya nambari 15, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea kisa cha Nabii Musa alipokuwa amemuua yule mtu, na sababu ya kumuua yule mtu akasema wadakhala almadinata, Nabii Musa akaingia kwenye mji, ala hini ghaflatin min ahliha, kwa muda ambao watu wake wamepumzika, walikuwa ni muda wa mchana.
watu wamepumzika. Fawajada fiha rajulain yaqtatilan, akawakuta katika mji huo watu wawili wanapigana. Hadha min shi'atihi, hadha min shi'atihi. Huyu mmoja wao ni katika nani? Nasaba yake. Sawa, mmoja wao ni katika ndugu zake, mmoja wao ni katika jeshi lake, mmoja wao ni katika wafuasi wake. Hizi tafsiri zote hizi wanaochuoni kuzitumia kwamba yule ambaye aliyemkuta Nabii Musa anapigana na mwenzake alikuwa na mahusiano naye, ima alikuwa ni ndugu yake au ni mtu wa nasabu yake au ni katika wafuasi wake au ni katika jeshi lake. Limetumika neno gani? Ashia. Wa hadha min aduwihi, na huyu mwingine ni katika maadui zake. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi, akamuokoa, kwa maana akamsaidia yule ambaye ni katika nani? Ndugu zake, nasabu yake, wafuasi wake, ambaye ana mahusiano na yeye, akamsaidia. Ala alladhi min aduwihi, kwa yule ambaye ni adui wake. Limetumika neno gani hapa? Shia. Haya, maana ya tano. Neno ashia limetumika kwa maana watu wa mila au dini, au wafasi wa mila au nini, dini. Maana hiyo imekuja katika Qur'ani katika suratu As-Saffat aya nambari 83. Allah anasema hivi: wa inna min shi'atihi, na hakika, na kwa hakika miongoni mwa waliofuata mila na dini ya Nuhu la Ibrahim, na Ibrahim. Wa inna min shi'atihi, na kwa hakika miongoni mwa waliofuata mila na dini ya Nuhu la Ibrahim, na Ibrahim. Ibrahim alifuata nani kati ya Ibrahim na Nuh? Nani alifuata mila ya mwenzake? Ibrahim alifuata mila ya nani? Ya Nuh. Kwa Shia ina maana ya kufuata mila au kufuata nini? Dini. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim, na kwa hakika miongoni mwa waliofuata mila na dini ya Nuh ni nani? Ni Ibrahim. Hiyo ni maana ngapi hiyo? Maana ya tano. Maana ya sita. Neno Shia limekuja kwa maana ya matamanio tofauti tofauti yasiyoafikiana, yani rai tofauti tofauti ambazo haziafikiani. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul An'am aya 65: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Sema ee Muhammad, yeye Allah ana uwezo wa kuleta kwenu adhabu itokayo juu yenu, au min tahti arjulikum, au chini miguu yenu, au yalbisakum shi'an, au akakuleteeni matamanio tofauti yasiyoafikiana, kwa maana migogoro baina yenu. Allah ana uwezo huo, ikaleta tu migogoro, ikawa watu hawaelewani, sawa, na ikatokea farqa baina yao. Wayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, na akawaonjesha baadhi yenu adhabu za wengine. Maana ngapi hiyo? 6. Na maana ya 7 ni kuenea habari mbaya. Neno Shia ina maana kuenea nini? Habari mbaya. Neno Shia limekuja katika Qur'ani kwa maana ya kuenea habari mbaya. Amesema Allah katika suratu An-Nur aya 19: innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Hakika wale ambao wanapenda kuenea habari chafu au mbaya kwa wale ambao wameamini, watapata wao adhabu kali duniani na akhera.
Kwa hiyo ukichunguza neno ashia katika aya hizo na aya nyingine ambazo hatujazitaja, utaona neno hilo sehemu nyingi limekuja kwa maana ya ubaya, halikuja kwa maana nzuri na uovu na maana ya shari. Kwa nini imekuwa hivyo? Wanasema hilo limetokana na maneno mengi ya Kiarabu yenye kuanzia na herufi shin. Mara nyingi maneno hayo ni yenye kubeba na kujulisha maana mbaya. Sawa, mfano tukataja mfano maneno kama manne hapo. Mfano kabla neno gani? Shaytan limeanza na shin. Neno lingine sharrun limeanza na shin. Shahnu chuki limeanza na shin. Shirkun shirki au shirikina limeanza na nini? Na shin. Na mashia yenyewe watakuwa ni wazuri. Kwa hata ukiza mtoto pia angalia sana herufi ya kwanza nayo. Sawa, shin. Waarabu wengi hawapendi kutumia majina ya shin kwa watoto wao. Sababu asilimia kubwa ya harfi ya shin, sawa, ni maneno nini? Ni shari. So yote ukitaka kufahamu maana sawa ya matumizi ya maneno ya Kiarabu katika upande wa Qur'ani, kuna vitabu vimevitaja hapa. Hivyo vitabu kivitembelea utafahamu maneno mengi. Hizi ni kamusi za kuelezea maneno katika Qur'ani. Mfano kitabu Qamusul Qur'an cha Imam Ad-Damighani kuna ukurasa 271, chapa ya kwanza ya mwaka 1983. Ukisoma kwenye kitabu hicho utakuta haya maelezo niliyoyatoa haya nimeyatoa kwenye kitabu hicho. Vile vile kitabu Nuzhatul A'yun an-Nawadhir cha Imam Ibn al-Jawzi katika ukurasa 376, chapa ya 3 ya mwaka 87, iliyochapishwa na Muassasatu Risala ya Beirut, Lebanon. Na vile vile kitabu cha Imam Ibn al-Qayyim kinachoitwa Bada'i'ul Fawaid katika juzuu ya pili ukurasa 272, na vile vile Al-Mu'jam al-Mufihris cha Muhammad Fuad Abdul Baqi ukurasa 398, chapa ya Darul Hadith ya Qahira. Hivi ni vitabu vinne vinazungumzia sana maneno ya kwenye Qur'ani na maana zake. Kwa hiyo kwenye Qur'ani mashia wametajwa ama hawakutajwa? Mashia wametajwa hawakutajwa? Hawakutajwa, hawajatajwa mashia. So shia hawa mashia wametajwa hawakutajwa? Neno shia limetajwa au halikutajwa? Neno shia limetajwa, lina maana tofauti kulingana na sehemu lilipokaa. Maana zake zimethibitiwa na wanawachuoni, sawa, na maana zake tuzichunguza hazitofautiani na zile maana za asili za lugha ya Kiarabu. Zina maana ya kundi, maana ya fuasi, maana ya watetezi, sawa. Kwa hiyo tunaposema ya kwamba mashia wametaja ndani ya Qur'ani au hawakutajwa? Mashia hawakutajwa. Mashia tunazungumza watu sasa hapa. Ama neno shia sawa limetajwa ndani ya nini? Ndani ya Qur'ani kwa maana tofauti. Nataka nibadilishe kidogo utaratibu wa kusoma. Kabla sijaendelea kipengele kingine, nataka niulize hicho kipengele kilichokisoma hiki kuna mtu anatatizika? Tumeshasoma vipengele hivyo viwili. Neno shia katika lugha ya Kiarabu na maana zake, na neno shia katika lugha ya nini? Ya Qur'an na maana zake. Kuna mtu ana tatizo lolote?
lakini neno Shia lifani limetajwa. Kuna swali, kuna sehemu kidogo na tatizo. Sasa hapa hatuzungumzii watu, tunazungumzia tamko. Si kama vile Ansari wametajwa kwenye Qur'an au hawakutajwa? Ansari wametajwa hawakutajwa? Hawakutajwa. Ansari hawakutajwa kwenye Qur'an, lakini neno Ansari kwenye Qur'an lipo mahali lipo. Neno Ansari lipo. Umeelewa? Sasa sunana namna mlipotatizika hapa, sawa? Na wenyewe wanatumia mwanya huo kwamba sisi tumetajwa kwenye Qur'ani. Hao Mashia hao, sisi tumetajwa ndani ya nini? Ndani ya Qur'ani. Alafu nakusomea hizi aya. Hizi aya tunazosoma sisi, naenda kusomea aya hizo kwamba ushahidi ya kwamba Mashia wametajwa ndani ya Qur'ani. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Unasemaje wewe? Kwa kukuvishia taswira na ufahamu ya kwamba wao hata Allah anawatambua ndani ya Qur'ani, kawataja. Ushahidi wa inna min shi'atihi. Sasa ukiangalia lile neno Shia limetajwa pale, na wao ni kina nani? Na wao ni Mashia. Ni kama vile Ansari Sunna, sawa? Wasimame wana sisi Ansari tumetajwa ndani ya Qur'ani. Kunu ansar Allah, kuweni ansari wa nani? Wa Allah. Kwa nini lazima kila mtu awe ansari? Kwa mtu wa kawaida ambaye hajasoma, sawa, lakini ni kweli hawa ansari. Na huko Allah anasema kweli ni nani? Ansari wa Allah. Ni ansari. Kwa wanacheza na akili za watu. Tumeelewa hapo? Hicho ni Kiswahili tu. Tumeelewa? Tuko pamoja? Jielewa nini? Tafsiri yake imeandikwa au tafsiri yake hujaiona? Hilo neno Shia hapo lina maana hiyo hapo tulioiandika hapo. Sasa ndio hiyo tuachane nayo bwana. Kwanza utakosa uelewe kwanza ule usahihi. Ndio utakiwa kwanza uelewe wewe. So shele ule usahihi ni upi? Achana nayo kwanza hiyo hoja achana nayo. Kwanza elewa ule usahihi. Watu wa batili hawakosi njia ya kupita. Watu wa batili hawakosi njia ya kupita. Wewe ukipita hivi naenda tafuta njia ya kupita. Kwani kuna mtu wa batili ameshai kutoa aya ya Biblia kwenye kutetea batili yake? Si watu wa maulidi kila siku wanasema inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ndio ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ni dalili ya maulidi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu.
wamezungumza haya maneno miaka huko nyuma na wataendelea kuzungumza mpaka kama kinasimama. Wala hawezi kubadilisha. Na wanarithishana kizazi kwa nini? Kwa kizazi. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tutulie katika maudhui yetu. Maana ya neno Shia katika lugha ya Kiarabu ina maana ya kundi, ina maana ya wafuasi, ina maana ya watetezi, ina maana ya wasaidizi, ina maana ya watu waliokusanyika katika jambo moja. Hiyo ni maana ya neno Shia katika lugha ya Kiarabu. Kwenye Qur'ani neno Shia limekuja katika sura tofauti tofauti, likiwa lina maana takriban 7. Sawa? Lengo la kuzungumza tena hivi na waambia, tunataka tufahamu asili ya matumizi ya hili neno. Sababu hili neno leo hii ukilitamka, sawa, tayari watu wanaelewa kitu kingine. Leo ukisema hivi mimi ni Shia, tayari kile atakayekusikia anafahamu kwamba wewe ni katika watu wenye itikadi za nani? Za Mashia. Sawa? Kwa tunataka sisi kufahamu ya kwamba kwani hili neno Shia, sawa, ndio lilikuwa linatumika hivyo? Hili neno halikutumika hivyo. Hili neno, sawa, limetumika kwenye Qur'an. Waarabu wamelitumia katika zile maana zake za asili. Ilikuwa ukisema Shia katika kipindi cha nyuma, wanafahamu Waarabu ya kwamba hilo ni kundi la watu, ama ni mtetezi wa mtu au ni mfuasi wa mtu. Walikuwa hawaelewi kwamba Shia ni kipindi cha kiitikadi. Hiyo fikra haikuwepo. Hakuna mtu alikuwa anaelewa hilo jambo. Yaani katika zama za Mtume, sawa, katika zama za masahaba, katika zama za tabi'i, ukisema neno Shia wanaelewa ni mfuasi wa mtu, wanaelewa ni kikundi cha watu. Walikuwa hawaelewi neno Shia ni kikundi cha kiitikadi, ni dhehebu la kiitikadi. Walikuwa hawaelewi hivyo. Na kwenye Qur'ani neno hili Shia limetumika kwa maana ile ya asili. Neno Shia halikutumika kwenye Qur'ani kwa maana ya kikundi cha kiitikadi au dhehebu la kiitikadi. Sasa anapokuja mtu akatumia aya za Qur'ani ambazo zina neno Shia kwa lengo la kutaka kuleta ufahamu ya kwamba sisi kundi la Shia lenye itikadi fulani, sawa, tumetajwa ndani ya Qur'ani, huyo anachezea akili za watu. Kama vile neno Ansari kwenye Qur'ani limetumika kwa maana ya watetezi wa dini na watetezi wa mtume. Halikutumika kama ni kikundi cha dhehebu fulani la dini. Sasa wakitokea maanswari sasa kutaka kutetea ile madhehebu yao ya kianswari, wakatumia aya za Qur'ani kuonyesha ya kwamba sisi answari kama ina ndio waliotaja kwenye Qur'ani, kunu ansar Allah. Huo ni upotoshaji. Tumeelewa hapo? Tumeelewana vizuri Tuingie sehemu yetu ya mwisho ambayo tutasimama katika darasa yetu ya leo. Kuna sehemu tutasoma ukurasa wa 12 na 13, alafu hii hitimisho tutahitimisha kesho insha Allah. Katika ukurasa wa 12 tumeweka maelezo maana ya neno Shia katika sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia neno Shia. Mtume alitumia neno Shia. Yesu Mwarabu. Tumefahamu maana na matumizi ya neno Shia katika lugha ya Kiarabu
na katika Qur'an. Sasa tuone neno hili namna lilivyotumika katika sunna au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Neno ashia kama lilivyotumika katika lugha ya Kiarabu na ndani ya Qur'an kwa maana ya kundi, fuasi, unsuru na namna nyingine, basi ndio hivyo neno hilo limetumika katika sunna au hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limetumika neno hilo likibeba na kujulisha maana ya wafuasi, katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba mtukufu Abdullah bin Amr ibn al-As kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema siku ya vita vya Hunain kuhusiana na Dhul Khuwaisira, wakati anagawa ngawira, huyu bwana Dhul Khuwaisira alimzungumza na Mtume kwa sura ya utukufu wa adabu. Alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam i'dil, alipokuambia ya Muhammad i'dil ya Muhammad, sawa, Mtume alikasirika na masahaba pia walikasirika sana. Katika jumla maneno ambayo Mtume aliyazungumza kuhusiana na yule bwana akasema hivi, fa innahu sayakunu lahu shi'a, fa innahu, hakika yeye, sayakunu lahu shi'a, atakuwa na wafuasi. Yani kuna watu watakaofuata rai yake, kama tukusema katika maana ya lugha kule, kundi linalofuata rai za watu wengine. Na maana hii ndio Mtume kaikusudia kwamba fa innahu sayakunu lahu shi'a, hakika yeye atakuwa na wafuasi, yata'ammakuna fi din, wanavuka mipaka katika dini, hatta yakhruju minhu, mpaka wanatoka kwenye hiyo dini, kama yakhruju sahamu min ar-ramiya, kama vile ambavyo unatoka mshale kwenye upinde. Katumia neno gani? Shia, kwa maana ya nini? Wafuasi au watu ni kufuata rai za mtu mwingine. Hadithi hii ni sahihi, amepokea Imam Ahmad katika musnad yake, hadithi nambari 1738 katika chapa ya Muassasatu Risala. Hii ni sehemu ya ngapi inakuja? Sehemu ya 3. Matumizi ya neno Shia, sehemu ya ngapi? Ya 3.